Bwana asifiwe. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen, amen. Ni huduma ya maombolezo ya mtoto wa kiume ambayo haimwachi mtu yoyote nyuma. Hata kama una kipaji, tunaenda na kipaji. Huyu ni kijana anajulikana kwa jina la Eliasi. Yeye moja ya kipaji alichonacho mbali na kazi yake ya DJ, anatamani siku moja akae kwenye runinga kubwa awe mtangazaji. Kupitia huduma ya mtoto wa kiume ikaona uwezo wake, na sasa akapata fursa kuweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja na mkurugenzi wa huduma ya maombolezo ya mtoto wa kiume. Karibu sana na endelea kutufuatilia. Huduma yako ya mtoto wa kiume ulianza mwaka gani? Ni muda namshukuru Mungu. Nafikiri tunakimbilia sasa miaka 28 29 kufika hapo. Naona leo umekuja katika shule yetu ya Ipwaga Sekondari na matendo makuu na miujiza tumezidi kuiona. Tumeona manyoka, tumeona mababu. Utukufu kwa Bwana. Katika ibada hii ya shukrani, tutarajie nini kitatokea kwa sababu? Baada ya kumaliza huduma zote hizi na mambo mengi ambayo Bwana ameyafanya, tutarajie tu kwamba watoto wautunze huu muujiza, kwa sababu si kwamba watu wote, mtumishi wa Mungu, ndugu mtangazaji, si kwamba watu wote wakiomba wanajibiwa, au wakiomba wanaponywa, au wakiomba lolote lile linatokea lilo jema kulingana na yale walioyaomba. Kwa karne ya sasa hivi imekuwa kidogo kuna tofauti. Kwa mimi naweza kuimba ule wimbo unaosema ametupendelea baba yetu. Ni Mungu ameshuka mwenyewe kutupendelea na kuponya watoto. Kwa hiyo nitegemee kwamba mtaona ufaulu mzuri sana wa mitihani na maisha kwa ujumla ya watoto yamebadilika. Na huenda mtazamaji angependa kujua siri hasa ya kushukuru, yani siri ya kutoa sadaka ya shukrani. Siri kubwa, ndugu mtangazaji, kwa habari ya kutoa sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani, mfano tu wa rahisi, wewe unaweza kumpatia mdogo wako kitu kwa roho ya upendo. Asipokuambia asante, kesho utamletea tena. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Kwa hiyo tunapofanyiwa matendo makuu sana na uaminifu wake wa ajabu kwenye maisha yetu, lazima turudi na sadaka ya shukrani. Lazima turudi tuseme, Mungu Ebeneza, umetuponya. Na hasa kwa siku ya leo tulikuwa tunatoa sadaka ya kusindikiza, tulikuwa tunasindikiza ile mifungo yetu. Tulianza kufunga kuanzia siku ya Jumanne, ambayo imetupelekea mpaka jana siku ya Jumamosi kwa vidato. Kwa hiyo na ndio maana Mungu amefichua siri nyingi, amefichua mambo mengi, amewatua watoto mizigo. Roho Mtakatifu akatuambia, Glory Mina, njoni madhabahuni kwangu kwa moyo wa shukrani, kwa sababu katika sadaka adui anatumia kifungo hivyo kufunga mtu, lakini sisi tunapokuja na sadaka ya shukrani tunamshinda shetani kwa sadaka ya damu ya mwana kondoo aliye hai. Na tungependa kujua ni kwa namna gani mtu anaweza akafaidika kwa kutoa sadaka ya shukrani. Faida yake ni kubwa sana, kwa sababu wakati adui anamfunga mtoto, labda mtoto wa msikilizaji amefungwa na adui, hakuna adui anasimama kupata kibali cha kufunga mtu kama hakutoa sadaka. Miaka 28 sasa ya huduma inatosha kabisa kukuambia kwamba nguvu za giza zipo, na watoto wengi tumekuwa tukiwakamata wanazungumza sana kwa habari ya nguvu ya sadaka ya malango ya giza vile inavyoweza kutesa watu. Kwa hiyo watu wajizoeshe. Umefunga maombi, hakikisha kwamba unaambatanisha na sadaka yako. Unakwenda kanisani kumshukuru Mungu, hakikisha kwamba na sadaka yako iko hapo mbele. Kiswahili cha kawaida tu nasema mkono mtupu wa ulambwe, lakini mimi niseme sio mkono mtupu wa ulambwe. Mungu anapenda kushukuliwa. Mwisho wa Mungu, tungependa kujua ni kitu gani au ni tukio gani lililotokea ndani ya huduma yako ambalo ukasema pasipo Mungu hapo nilikuwa nishakata tamaa kuendelea na hii huduma. Matukio yako mengi ndugu mtangazaji. Kuna uwezekano
wa kuanza kuelezea matukio, sio tukio moja, matukio mengi. Lakini wacha tu, kwa sababu umeniuliza moja, mimi nikujibu matukio mawili ya hivi karibuni. Moja la mwaka jana, moja la mwaka huu. Mwaka jana niliwahi kukutana na mtoto ambaye alikuwa ameweka nafsi za wenzake kwenye chupa. Iliniogopesha sana, na tulipojaribu kufuatilia tukakuta kwamba ile shule mahali alikokuwa amehama tayari kuna watu walikuwa wamepoteza maisha. Kwa walikufa kwa sababu walikuwa wanatumbukia kwenye kisima cha maji, na wote walikuwa wanatumbukia kwenye kisima hicho kila baada ya siku chache. Ndani ya mwaka mmoja hiyo shule walilia kama wanafunzi 5, kuna mwalimu, kuna mtoto wa mkuu wa shule. Kwa hiyo hilo tukio liliniogopesha. Baada ya kupata hizo siri, nikasema, kwani kisima kama mtoto mmoja ametumbukia, kwa nini serikali isifunike hicho kisima? Au kwa nini mkuu wa shule asifunike kile kisima? Kwa nini watu wanaendelea kutumbukia? Kwangu mimi ilikuwa ni maswali mengi na maumivu mengi na hofu kubwa sana. Lakini pia sitasahau kwa mwaka huu, hii juzi tu hapa nilipigwa na watoto wa form 3. Nilipigwa na mmoja tu. Mara ya kwanza alirusha ngumi nikaikwepa. Wavulana wakaanza kucheka, "Oh, madam ametoka gym." Kumbe nimebahatisha. Hakuna cha gym wala nini. Nimebahatisha. Baadaye wakiwa wananichekea, nikampa mtu mgongo. Jamani, yule mtu alivyonyanyuka hapo chini. Mwenza, nilipigwa mpaka asubuhi nashindwa kuamka. Hiyo nayo sitasahau, maana sasa unapigwa na mtu unayemsaidia na kwa faida ya maisha yake. Na nitaenda kushtaki polisi, nitaenda kushtaki wapi. Nilichokifanya, nilitafuta kahawa nikanywa, basi maumivu na paracetamol, maumivu yakaisha, nikajichoma na maji ya moto, kesi zikaisha, na naendelea kumpenda huyo mtoto. Radio gani? Mtumishi, nakushukuru kwa mahojiano mafupi na tumependa mahojiano haya kufanya na wewe hapa leo katika eneo la shule ya sekondari Ipwaga. Tunakushukuru sana. Asante mwana wangu, asante sana. Labda tu nimalize kusema kwamba, ndugu mtangazaji, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kwenye maisha yako ya Ukristo uwe mtu mtoaji, sio mpokeaji. Wapokeaji wote ni wavivu. Wapokeaji wote wana maneno mengi. Kwa hiyo bado kama mwalimu misionari idara ya watoto, niwahimize watoto na vijana kujituma kufanya kazi. Niwahimize kutafuta pesa. Akiwepo darasani aconcentrate na darasa, akitoka nje akafanya kazi za mikono. Maisha ya uombaomba hapana. Maisha ya uombaomba yanapelekea watoto wengi kuwa mashoga, yanapelekea watoto wengi kuwa wasagaji, yanapelekea watoto wengi kufanya vitu vibaya. Kwa hiyo kama mlezi wa watoto, ninavyosimama kusukuma elimu iende mbele, ninasimama na mtoto au kijana uhakikishe umejitegemea. Mungu akubariki sana mtangazaji. Mungu akuinue sana. Asante na wapenda wote.